بدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Naam, ndugu zangu wapenzi watazamaji watukufu wa Islam, ningependa kuwasalimieni kwa maamkizi mema, salamu ya Islamu, salamu ya watu wa peponi, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islamu, leo kwa mapenzi yangu nimependa kuwaleteeni jambo zuri, jambo la Lailatul Qadr. Ama adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Lailatul Qadri ni nini? Jambo hili nisingelipenda kuingia katika lugha wala katika nini. Tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesemaje kuhusu siku wa Lailatul Qadr katika sura ambayo kwamba ameishusha makhsus katika kuelezea ama kuelezea usiku wa Lailatul Qadri, Suratul Qadri. Aliposema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr, ni kipi kinachokujulisha wewe ni nini Lailatul Qadr? Sasa hapa ndipo sasa tunafahamu kwamba Lailatul Qadr ni kitu gani. Akasema Lailatul Qadr khairun min alfi shahri, usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Maanake hiyo Lailatul Qadr hiyo, huo usiku wake huo, basi unakuwa usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Na katika kukadiria tunukuu katika maneno yaliyopo katika Murshidul Awami, nasema kwamba miezi 1000 ni sawasawa na miaka 83 na miezi 14. Miaka 83 na miezi 14, kuonyesha kwamba ni muda mrefu sana, ni muda mrefu sana ambao kwamba upo katika usiku wa Lailatul Qadr. Tujalie tu ni wastani wa miaka 83 ama 84. Ukweli ni usiku ambao kwamba usiku huo umepewa hesabu kubwa sana. Sasa hii hesabu inabakia katika ubora zaidi ya masiku hayo kivipi? Maana yake ubora katika zile ibada. Mtu akifanya ibada katika usiku huo, ibada hiyo inakuwa ni bora kuliko mtu angeifanya katika masiku mengine zaidi ya miezi 1000 ama miaka 83. Kwa hivyo utaona kwamba ni fursa adhimu ambayo kwamba huwezi kuipata hiyo
katika wakati mwingine. Usiku wa Lailatul Qadri, tukiachilia mbali ubora wa kufanya ibada ndani ya siku moja, ikawa kuna idadi ya thawabu za mtu alofanya ibada zaidi ya miezi 1000 au miaka zaidi ya 83, lakini usiku wa Lailatul Qadri ni amani katika usiku huo. Salamun hiya hata matla'il fajri, ni amani katika usiku huo mpaka inachomoza alfajiri. Hizo ni miongoni mwa faida zake. Lakini pia katika fawaid za usiku wa Lailatul Qadri, yule ambaye kwamba atadirikiwa na usiku huo akiwa anafanya ibada, ni kwamba na akaomba dua katika usiku huo, ni kwamba dua yake yoyote ile atakayoiomba itajibiwa. Ina uhakika wa 100% wa kujibiwa dua hiyo. Ni ukweli tuna shida nyingi ambazo tunazo, tuna wagonjwa, tuna shida za pesa, za kimali, tuna shida za ilmu, tuna shida za kupata pepo. Kila moja na shida zake alizokuwa nazo, basi usiku ule usikose. Hususan leo tukiwa tumo katika Ijumaa, siku ya yaumul Jumaa, lakini itakapoingia baada ya magharibi itakuwa ni wakati wa kuitafuta Lailatul Qadr, kwa sababu leo ni mwezi 20. Maana yake ikiingia baada ya magharibi ni mwezi 21, tayari ni katika yale masiku ambayo kwamba ni ya kuitafuta Lailatul Qadr. Mfano, kuna hadithi hii hapa kutoka kwa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika kuielezea Lailatul Qadr, akasema Lailatu 27, ni usiku wa mwezi 27. Lakini pia katika hadithi nyingine tumepata kuona kwamba Lailatul Qadr imefichwa, haipo wazi, haijulikani kwamba ni siku gani. Ni kwa sababu ili tuweze watu wasibweteke na kufanya ibada, waitafute hiyo Lailatul Qadr. Kwa hivyo Mtume ametuamrisha tuweze kuitafuta Lailatul Qadr katika mwezi 21, 23, 25, 27 na mwezi 29. Maana yake usiku wa kuamkia masiku hayo, maana yake tunaitafuta katika witri ya 10 la mwisho. Kuna wale maswahaba wawili ambao kwamba wao waliota kwamba wameiona Lailatul Qadr katika siku ya 7 katika 10 hili, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume akawaambia, ndoto yenu hiyo ni ya kweli, lakini ni kama hivyo, kama tulivyojua kwamba Lailatul Qadr imefichwa. Lakini mwaka huu tutaiona Lailatul Qadr katika wakati gani? Tukienda na maneno ya al-Imam Ghazali na Imam Ibn Arabi al-Hanbali. Tukianza na maneno ya al-Imam Ghazali, Imam Ghazali anasema kwamba kama watu tutaanza kufunga siku ya Jumapili kama tulivyoanza. Nimependa nigusie tu kipengele hiki, kwa hiyo mengine tutakuja kuyazungumza katika wakati mwingine. Asema kama labda watu wataanza kufunga siku ya Jumapili kama tulivyoanza Ramadhani hii, basi Lailatul Qadr itakuwa ni mwezi 29. Hayo ni maneno ya al-Imam Ibn Arabi al-Hanbali. Lakini
Tukienda katika hayo ni maneno ya Imamu Ghazali. Hayo ni maneno ya Imamu Ghazali kwamba tukiwa tumeanza siku ya Jumamosi, basi Lailatul Qadri itakuwa usiku wa mwezi 29, maana yake usiku wa kuamkia mwezi 29 Ramadhani. Lakini maneno Ibn al-Arabi yanasema kwamba ni usiku wa kuamkia mwezi 27. Hapo ndipo inapatikana usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadr, usiku adhimu sana, ambao kwamba ukiukosa usiku huo kwa kweli umekosa jambo kubwa sana ambalo kwamba mtu yoyote hatakikani kukosa. Kiukweli kuna mengi ya kusemwa katika jambo hili la Lailatul Qadri, lakini kwa leo tutosheke na hayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutakutana tena katika kipindi kingine. Wa ila liqa.